Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nawakaribisha nyote katika ibada ya siku ya leo, ili kaweza kushare neno lake Mungu wa mbinguni. Naamini ya kwamba tutaweza kubarikiwa. Kwa hivyo nyote mmekaribishwa katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka tuombe, tusome neno lake Mungu wa mbinguni, alafu najua kwamba tutabarikiwa. Na tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru wakati huu. Naomba kwamba your kingdom come, mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Naomba kwamba Roho wako Mtakatifu akashuke, Baba wa rehema, ukae pamoja nami na wote ambao wanasikia sauti. Naomba kwamba Roho Mtakatifu ukaweze kuwanenea na kubadilisha na neno lako. Neno lako liko na nguvu. Roho Mtakatifu, naomba kwamba likawe activated katika maisha yetu, likatende kazi ambayo uliituma likatende, Mungu wa mbinguni. Because dear Father, you send your word, na hilo neno lako Mungu wa rehema lina nguvu ya kuponya. Na Baba, unafuata neno lako ili kulitimiza, Mungu wa rehema. Naomba kama Mungu wa mbinguni, your glory come, your power come, and transform and change and minister our life, dear Father. Thank you, Lord God Almighty. Naomba kwamba ukae pamoja nasi sasa na hata milele. Thank you, Lord, asante kusoma neno lako Mungu wetu, ukaanza kutuhudumia sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo naomba hata kuamini. Amen. Tasoma neno katika kitabu cha Psalms 128 mstari wa kwanza. Najua kwamba Yesu atatubariki katika jina lake takatifu. Na Biblia inasema kwamba blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways and lives according to his commandments. Kubarikiwa ni yule mtu ambaye anaogopa ama kumcha Mungu, na yule ambaye pia anatembea katika sheria zake ama kutii sheria zake. Biblia inaanza na kusema kwamba kubarikiwa ni mtu wa aina gani. Kwa hivyo kwake Mungu wetu kuna baraka, na hii baraka haipatikani tu bure. Kuna kitu ambacho kama binadamu tunapaswa kufanya ndio tuweze kupossess baraka za Mungu wetu wa mbinguni. Na Biblia inasema kwamba baraka iko na mambo mengi sana ndani yake. Baraka inasimamia kibali. Baraka inasimamia utukufu wa Mungu. Baraka inasimamia God's prosperity. Baraka inasimamia ukuu wa Mungu katika maisha ya mtu na neema ya Mungu katika maisha ya binadamu. Na hivyo wakati Biblia inasema kwamba kubarikiwa, inamaanisha kwamba mtu ambaye Mungu amebariki ni mtu ambaye ako na utukufu wa Mungu, ako na kibali cha Mungu, ako na neema ya Mungu, ako na ukuu wa Mungu katika maisha yake. Na kwa hivyo kila mmoja wetu, na hata mimi natamani ya kwamba nikaweza kupokea na kurithi na kuwa nazo hizi baraka za Mungu maishani mwangu mote. Lakini Biblia inasema kwamba ndio tuweze kutembea katika hizi baraka za Mungu, kuna kile ambacho tunapaswa kufanya katika maisha haya, katika dunia hii. Kwa maana tunajua kwamba shetani ameko katika dunia hii ili kufanya sisi wenyewe tusiweze kukaa vile Mungu anataka, tusidhirithi hizi baraka zake Mungu wa mbinguni, tusiwe na kibali chake Mungu wa mbinguni. Na Biblia inasema kwamba yule ambaye ataweza kupokea baraka za Mungu, yule ambaye ataweza kupokea kibali cha Mungu, yule ambaye ataweza kupokea utukufu wa Mungu, Biblia inazidi kusema kwamba ni yule ambaye anatembea katika njia zake Mungu. Kwa hivyo ndio tuweze kupokea baraka za Mungu, kibali cha Mungu, utukufu wa Mungu, lazima tupurpose katika maisha yetu kutembea katika njia zake Mungu. Na wakati Biblia inasema kutembea katika njia zake Mungu, inamaanisha sisi wenyewe tuwe ni watu ambao wanatembea katika will of God, the will of God, the purpose of God, the voice of God. Uwe tunaisikia na kuweza kutembea katika hiyo sauti yake Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo na ndio tuweze kuelewa njia za Mungu, tuweze kuelewa mapenzi ya Mungu, tuweze kuelewa the purpose of God. We must give ourselves to seeking to know the ways of God, to seeking to know the purpose of God, to seek to know the will of God. Kwa maana njia ni nyingi sana. Shetani ako na njia zake, sisi wenyewe tuko na njia zetu, serikali iko na njia zake, hata marafiki zetu wako na njia zao, na hata dunia hii iko na njia zake.
Kwa hivyo lazima tuweze kutambua njia ya Mungu katikati ya hii njia zote, sauti ya Mungu katika hizi sauti zote, mapenzi ya Mungu katika mapenzi yote ni gani? Because kuna mapenzi ya marafiki, kuna mapenzi yetu sisi wenyewe, kuna mapenzi ya shetani, kuna mapenzi hata marafiki na wazazi, hata kuna mapenzi ya makabila ambayo tumelelewa na mahali tumelelewa. Lakini Biblia inasema kwamba lazima tuweze kutembea katika njia zake Mungu. Ndio Mungu aseme tutembee katika njia zake. Alifahamu kuna njia nyingi. Alifahamu kuna mapenzi mengi na kuna mambo mengi ambayo katika dunia hii. Na ndio akasema kwamba lazima tutembee katika njia zake ndio tuweze kupokea baraka zake. Na ndio tuweze kujua njia zake Mungu. We must seek God's will. Na katika kutafuta Mungu, Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu ndiye anaelewa moyo wake Mungu. Ndiye anaelewa mafikiri yake Mungu. Na ndio tuweze kujua hizi njia zake Mungu na mapenzi yake, we must give ourselves to the Holy Spirit akatuwezeshe kutambua njia zake Mungu ni gani. Na hii ni kwa katika seeking the will of God, to seeking the will of God. Na hii tunawezesha tu na Roho Mtakatifu. Kwetu sisi wenyewe hatuwezi. Hatuna nguvu ya kuelewa njia zake Mungu, kwa maana ni za kiroho. Na kwa hivyo lazima tutikabidhi kwetu kwa Roho Mtakatifu ili akatuweza kutufunulia, ili akatuweza kutuongoza katika njia zake Mungu. Biblia inasema kwamba it is him, God and the Holy Spirit, ambaye anatusaidia to know and to do his will. Anatusaidia kujua na hata kutenda mapenzi yake. Kwa hivyo lazima tujipeane kwa Roho Mtakatifu. We must surrender ourselves to the Holy Spirit that he may help us to know, that he may help us to understand the ways of God, the purpose of God and the will of God. Katika maisha haya haiwezekana, hatuwezi bila Roho Mtakatifu. Hatuwezi bila Roho Mtakatifu. Ndio maana hata Yesu Kristo wakati alizaliwa, ndio waingia katika huduma yake, lazima Roho Mtakatifu angekuja juu yake ndiye akamwezeshe kutekeleza mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu. Na sisi katika maisha haya ndio tuweze kutekeleza mapenzi ya Mungu na njia zake. We must surrender ourselves to the leading of the Holy Spirit, to the power of the Holy Spirit, the grace of the Holy Spirit, ili akatuwezeshe, akatuongoze katika kufahamu na kutenda katika mapenzi ya Mungu wetu. Atupee nguvu ya kuovercome sauti zingine. Atupee uwezo wa kuovercome mapenzi mengine. Atupee nguvu ya kuovercome other purposes. Atupee nguvu ya kuovercome even our own will, even our own desire, even desires of our enemy. Yes, Roho Mtakatifu yuko na nguvu ya kutuwezesha kuovercome all other things. Na anatupea pia nguvu ya kutembea katika mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo, wakati huu, na wasi katika jina la Yesu Kristo kwamba let's seek kwa nguvu za Roho Mtakatifu kujua njia zake Mungu, tukatembea katika hizo njia ndio tuweze kupokea the fullness of the blessings of God, the fullness of the favor of God, the fullness of the power of God, the fullness of the glory of God katika maisha yetu. Na hii kwa maana hii ni mapenzi ya Mungu, tukamjue, tukamwelewe, tukajue njia zake, tukajue mapenzi yake. Na kufanya hivyo ataweza kudhihirika katika maisha yetu. Biblia inasema ya kwamba those who walk in his ways and also those who obey his commandments. Kwa hivyo lazima pia tukabidhi maisha yetu kwake Yesu Kristo ili tuweze kutii the commandments, the will, the commands of God. Mungu akona sheria zake. Kama vile katika nchi kuna sheria, na katika hata katika familia kuna sheria. Katika ufahamu wa Mungu kuna sheria za ufahamu wa Mungu. Na lazima tutembee katika sheria zake Mungu. Mungu anasema kwamba lazima tuzitii, na iwezekani bila Roho Mtakatifu. Kwa hivyo everything, Roho Mtakatifu is the central, is a key thing katika maisha yetu, is a key thing katika ukombozi wetu, is a key thing katika baraka zetu. Kwa hivyo lazima we give us to the Holy Spirit akatuwezeshe kuelewa na kufahamu njia zake Mungu, na kuelewa na kufahamu the commandment of God. Also kutupea nguvu na uwezo wa kutembea katika njia za Mungu na kutembea katika makusudi yake, ili Mungu wetu akatukuke na kadhirike katika maisha yetu. Because God desire to manifest ufahamu wake, because we are the sons of God. As long as we are born again, we are sons of God, and therefore we must manifest God Almighty katika maisha yetu. Na tukifanya hivyo, Mungu wetu aweza kutukuka na kuinuliwa
na kuweza kuheshimiwa na kuheshimika katika maisha yetu. Ni maombi yangu ya kwamba every one of us we will glorify Jesus. Every one of us will walk in the ways of God. Every one of us will walk in the commands of God. Na hiyo ni kwa njia tu na nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo naomba kwa Roho Mtakatifu akatuwezeshe, akatupe nguvu zake, akatupe uwezo wake, akatupe utukufu wake, ili tukaweze kutembea katika mamlaka na njia za Mungu na komandi zake Mungu katika maisha yetu. Na tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru sababu ya neno lako. Naomba kwamba katuwezeshe wakati huu, ukaachilie nguvu zako, Roho wako Mtakatifu katika maisha yetu. Yeyote ambaye anasikia hii sauti, naomba kwamba Roho Mtakatifu ukashuka katika maisha yetu, ukatuwezeshe kutembea katika njia zake Mungu, ukatupe nguvu, ukatupe ufahamu wa kufahamu njia zake Mungu, na ukatupe nguvu ya kutembea katika hizi njia, ukatupe ufahamu wa kufahamu God's commandment, na ukatupe nguvu ya kutembea katika the commandment of our Father and God. Naomba Roho Mtakatifu tusaidie kutembea katika unyenyekevu na utiifu wa sauti yake Mungu na njia zake Mungu. Naomba kwamba Roho Mtakatifu ukaweze kuondoa roho yote ya kiburi, roho yote ya kujiinua, ikaondoka katika maisha yetu, na ukaweza kutia katika maisha yetu Roho Mtakatifu nguvu na uwezo wa kunyenyekea na kutii sauti yake Mungu na kutembea katika njia zake Mungu wetu na Baba yetu. Asante Roho Mtakatifu kwa neema yako na nguvu zako na uwezo wako na kibali chako katika maisha yetu. Baraka zako Roho Mtakatifu zikae in fullness katika maisha yetu, tunapotembea in the ways of God and the commandment of Father. Thank you Holy Spirit. I give you glory. Bariki yote ambaye anasikia sauti hii, ukabariki wasikilizaji wote Mungu wa mbinguni, ukaponya walio wagonjwa, ukakomboa waliofungwa, na nguvu zako Roho Mtakatifu kazidhihirike katika maisha yetu. Asante Mungu wetu. Ufalme wako Mungu wa mbinguni ukadhihirike katika maisha yetu sasa na hata milele. In Jesus' name do I pray, even give thanks. Barikiwa sana msikilizaji wangu, na Yesu Kristo akutane mema wakati huu. In Jesus' name. Amen. Bwana, nitasimama kwa neno lako. Bwana, nakubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama kwa neno lako. Bwana, nakubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama kwa neno lako. Bwana, nakubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama kwa neno lako. Bwana, neno lako tu halibadiliki. Neno lako tu la kutumaini. Umeniinua juu ya jina lako. Neno halikurudi bure, neno la kinywa chako Bwana. Acha nilishikilie, nilitumaini nikikungoja Bwana. Acha nilishikilie, nilitumaini nikikungoja Bwana. Kila ulilosema ni kweli, hata nikikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli, hata nikikawia. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Daktari amenipa ripoti yake, sikubaliani, maana Bwana ulituma neno lako ili mimi nipone. Majina yote duni niliyoitwa sikubaliani,
nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama na neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama